Kuna watu ambao wanahitaji kupokea nguvu ndani yao. Twende mwanangu. Mungu mwenye nguvu, astahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, astahili heshima zote.
ninasimama kwako katika wingi wa fadhili zako na wingi wa huruma zako. Ninaomba toba Baba, ninaomba rehema Baba, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninasimama izini pako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila neno lililosimama juu yako, naomba toba kwa damu ya Yesu. Naomba toba Bwana, naomba toba Yesu kwa damu ya Yesu. Kila maagano yaliyosimama juu yako, kila maroho yanayotenda kazi juu yako Bwana, nakuja mbele zako, naomba toba, naomba rehema, naomba toba, naomba rehema, naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba toba Bwana, naomba toba Bwana. Aina ya maagano yaliyosimama kiuharari juu ya maisha yako na hatua zako, kwa damu ya Yesu naomba toba, naomba toba mbele zako Bwana. Ninasimama na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba tu toba. Kuna maroho yanaachia Baba, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Nasimama mbele zako jioni ya leo Bwana, na watoto wako hawa na watumishi wako hawa Bwana, kwa namna ya familia walizotoka, kwa namna ya koo walizotoka, kwa namna ya familia walizozaliwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Na ijulikane jioni ya leo Mungu umesimama upande wetu, na ijulikane jioni ya leo Yesu uko upande wetu, na ijulikane jioni ya leo Mungu umesimama upande wetu. Ninaomba toba Bwana, ninaomba toba Bwana kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya huyu baba na huyu kaka katika Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Ninapohimiza baada ya fundisho tutakuwa na toba leo tena pale mwishoni. Baada ya toba ambayo wengine Mungu amewafungua na naamini na wewe umevuka, utulivu wako na uponyaji wako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Utulivu wako na uponyaji wako ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akuwekee roho ya utulivu moyoni, kwa sababu hapa hausikii kwa ajili ya mtu mwingine, unasikia kwa ajili yako, unasikia kwa ajili ya familia yenu, unasikia kwa ajili ya ndugu zako. Yamkini ndugu zako wote hawako hapa, wewe peke yako ndio uko hapa, manake ule ukoo wote unaubeba wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu Biblia inasema nikatafuta mtu, lile neno nikatafuta mtu, manake familia nzima inaweza ikabebwa na mtu mmoja. Kwa hiyo nikuombea katika jina la Yesu roho ya utulivu, usizunguke tulia. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema maombi ya maombolezo juu ya familia yako au juu ya maisha yako. Maombi ya maombolezo juu ya familia yako au juu ya maisha yako. Nikasema Mungu akikupa aina ya maombi haya, Mungu akikupa neema ya kuomba maombi ya aina haya, manake saa ya familia kuvuka, saa ya familia kuponywa, saa ya familia kuinuliwa imefika. Kwa sababu haya maombi si kila mtu anaomba, ni watu wachache. Na kama Mungu ameturuhusu tujifunze kitu cha namna hii, maana yake sai kuna penyo karibia kila familia, kuna penyo karibia kila ukoo. Ndio maana Mungu anahimiza, na akihimiza namna hiyo, maana yake una ukombozi unakuwa ni mkubwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Na nikasema
haya ni maombi ambayo hauondoki haraka mbele za Mungu. Si maombi ambayo unaomba kwa kukimbia. Ni maombi ambayo Mungu anataka umalizane naye kwanza. Haleluya. Ni maombi ambayo Mungu anasimamisha kila kitu cha kwako. Anataka cha kwake kipate nafasi kwanza. Lakini haya maombi yanaombwa na watu ambao ni watulivu rohoni. Watulivu rohoni. Kwa sababu haya maombi yamebeba sauti ya Mungu ndani yake. Kuna saa unaweza kuwa unaomba toba na Mungu anakusomesha hapo hapo. Unaomba toba, kuna kitu Mungu anakuambia hapo hapo. Unaomba toba, kuna kitu Mungu anakuelekeza hapo hapo. Kwa sababu Mungu anapoleta haya maombi, ametazama familia yenu kwa upana. Ametazama ukoo wenu kwa upana. Ametazama ndugu zako kwa upana. Ametazama kaka zako kwa upana. Ametazama dada zako kiasi kwamba Mungu anapokuja kwako sahihi, hakuna cha kujitetea. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini najua maombi ya namna hii si wengi wanapenda kuomba. Kwa sababu ni maombi ambayo yanaondoa ustaarabu wa mtu. Ni maombi ambayo nikisema tunaomba toba sahihi, naweza nikakuta watu wote wamelala hapa chini. Hawaogopi kuchafuka. Wanachotafuta kufuka kwanza. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kile kitabu cha Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ya 4. Na ule mstari wa kwanza mpaka wa 10 ni mstari mingi kidogo, lakini taisoma kila siku. Anasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si huku katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Watamani wala mna kitu. Mungu anakuona wivu wala huwezi kupata. Wafanya vita na kupigana wala mna kitu kwa kuwa amuombe. Hata waomba wala kupata, kwa sababu waomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au nadhani ya kwamba maandiko yasema huyo Roho akae ndani yetu ututamani kila saa kuona wivu, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo sema Mungu wapinga wenye kusahau, bali wapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, pingani shetani na atawakimbia. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Usilikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuza kuwa kuomboleza, na furaha yenu kwa chihirini mbele za Bwana, naye atawakweza. Sema amen. Sasa nimekuwa nikizungumza kitu kwamba siku zote Mungu kabla hajapokea maombi yako anahangaika pia na tabia yako, kwa sababu tabia yako ni kibebeo cha kile unachoomba. Sema amen. Unaweza kuwa mwombaji mzuri, lakini kwenye tabia hauko vizuri. Na maana hapa Mungu alikuwa anazungumza na waombaji anaposema vita vinatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu. Anasema waomba wala kupata, kwa sababu waomba vibaya ili vitumie kwa tamaa zenu. Anaanza kuzungumza aina ya tabia. Enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Anaendelea kuzungumza tena. Sema amen. Akaja bali nasema huyo Roho akae ndani yetu. Huyo Roho akae ndani yetu ututamani kiasi cha kuona wivu, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo sema Mungu huwapinga wenye kusahau, bali huwapa neema wanyenyekevu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Anasema huwapa neema wanyenyekevu. Ndipo sasa
anarudi pale, anasema anarudi ule mstari wa 10, ule mstari wa 9 na wa 10. Anazungumza kitu kigumu sana pale. Wewe nikitafakari mara kwa mara napata shida. Anazungumza basi mstari wa 7, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Sasa karibu usilikeni lile neno, usilikeni. Unajua ukipoteza muda kwenye maombi, cha kwanza Roho Mtakatifu analeta usuni ndani yako, analeta majuto ndani yako. Kwa sababu sasa kuna kitu Mungu anataka uchibebe. Yaani hauko hapa kwa hasara, hauko hapa kuongeza idadi, uko hapa kwa sababu kuna kitu Mungu anataka ufanye. Sema amen. Haujaja hapa kuangalia watu. Kama unakuja kuangalia basi nenda nyumbani ukatulia. Uko hapa kwa sababu kuna kitu unatamani Mungu afanye. Uko hapa kwa sababu kuna kitu unakihitaji. Uko hapa kwa sababu unatafuta penyo. Sema natafuta penyo. Sema tena natafuta penyo. Sema tena natafuta penyo. Uko hapa kuna penyo wa jambo fulani kwenye maisha yako unayotafuta. Kuna mwingine amevuka na vita, yuko na vita na yuko mwishoni mwa mwaka. Anatamani hiyo vita asivuke nayo. Ni utoto kufikiri kwamba umekuja kushangaa watu kanisani. Ni akili kuona kwamba umekuja kanisani kwa sababu kuna kitu unataka uvuke na familia yako. Sema amen. Ndio maana anazungumza pale kwa habari ya usilikeni, omborezeni, kucheka kwenu na kugeuza kwa jibirili mbele za Bwana naye atawakweza. Sema Bwana Yesu, weka roho ya maombi ndani yako kwa jina la Yesu. Ondoa ukosaji ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu nisaidie. Jambo la kwanza, mfano Mungu anapokupa agizo na kuondoa madhabahu zinazotenda kazi juu yako na familia yako. Andika tu hivyo. Mfano Mungu anapokupa agizo na kuondoa madhabahu zinazotenda kazi juu yako na familia yako. Mfano Mungu anapokupa agizo la kuondoa madhabahu zinazotenda kazi juu yako na familia yako. Wewe nikwambie, Mungu alete agizo bali usipokwama. Mungu analeta agizo ulipokwama. Kwa sababu usipokwama hapa kusumbua. Kinachokusumbua kwa nini umekwama? Na siku zote sauti ya Mungu au agizo la Mungu ni nini ufanye iko katika kile ulichokwama. Usipokwama Mungu anashinda nawe. Kwa sababu mimi nimekupa tu mfano, na ndio maana nimetanguliza neno mfano. Kwa sababu ninaposema mfano, Mungu anapokupa agizo, kwa sababu sasa Mungu anaweza kuleta agizo juu yako sasa. Anaweza kuleta agizo juu ya familia yako. Anaweza kuleta agizo juu ya kanisa. Anaweza kuleta agizo juu ya ndoa. Anatafuta nini kwao? Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Ndugu zangu nasema haleluya. Hebu tafakari kwanza. Tafakari. Kwa sababu nikiinuka na wewe. Kwa sababu Mungu akikupa agizo, unaonaje aibu kuomba? Unalionaje wewe ni mwanaume kuomba? Kwa sababu sasa hivi Yesu nikaita wanaume wale mbele. Si mimi ninakuita, nimepewa agizo. Sema amen. Nikisema tunaomba toba,
tunapiga magoti alafu umesimama. Mungu ndiye aliyenipa agizo. Sifanyi kitu kwa nafsi yangu. Jifunze siku zote ukiwa mbele za Mungu, Mungu ndiye ana amri juu ya maisha yako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sijui kama nitafika, lakini nimemwomba Mungu nifike. Nasema hivi, Mungu analeta agizo. Mungu anapokupa agizo na kuondoa madhabahu zinazotenda kazi chini yako na familia yako. Ninaposema zinazotenda kazi, unajua ni rahisi kujua. Kuna roho zinatenda kazi ndani yako, kwa sababu kuna vita ambayo sasa unapambana nayo. Sasa kuna roho unapambana nazo. Na unajua ukilala kuna roho unapambana nazo. Kwenye ndoa kuna roho unapambana nazo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwenye uchumi kuna roho unapambana nazo. Maana yake kuna roho zinazotenda kazi sasa kutokea kwenye hii madhabahu. Sasa Mungu anapokupa agizo sasa, anakuambia ondoa madhabahu zinazotenda kazi. Anakuambia ondoa madhabahu zinazotenda kazi juu yako na juu ya familia. Ni kama vile Mungu anakuambia sio wewe tu unayeteseka, lakini na uzao wako utateseka. Si wewe tu unayeteseka, na mjukuu wako atateseka. Kwenye mambo ya kiroho hatujifikiri kwanza sisi, tunafikiri na watu wengine. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Nisikilize kwa makini, kwa sababu tutaenda na mifano kadhaa, alafu tutaenda kuomba sio muda mrefu. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 12 mstari wa kwanza. Anasema hizi ndizo amri na hukumu utakazozitunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako, uimiliki siku zote ishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakaoyamiliki, na juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni na nguzo zao, na mashina yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Angalia mstari wa 4. Anasema wala msimfanyie hivyo Mungu wenu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, Mungu aliweka agizo ndani ya wanyama, lakini aliwatazamisha hizo madhabahu. Vunjeni kabisa mahali pote alichokuwa anatafuta. Roho zilizoko kule zilizotengenezwa na hizo madhabahu zisiwasumbue, kwa sababu Mungu aliwapa hiyo nchi. Haleluya. Lakini aliwapa nchi ambayo ilikuwa na madhabahu ndani yake, ilikuwa na maroho ndani yake. Umewahi kufikiri sahi umeolewa kwenye familia ambayo ina madhabahu, ina roho, na Mungu akupi tu ndoa, anakupa vitu vya kushughulika kwenye hiyo ndoa, kwa sababu wewe unaona Mungu, lakini Mungu anaona madhabahu, anaona roho. Zile roho ni kikwazo kwenye uzao wako, zile roho ni kikwazo kwenye maisha yako, zile roho ni kikwazo kwenye uchumi wako. Sasa alipokuwa anawapa agizo, maana yake alikuwa anawaondolea mtego wa maisha yao. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kwa mfano, Mungu anatupa agizo kama hivi, maana yake anatuondolea mtego, kwa sababu usipovunja, maana yake miezi 4 ijayo utakuwa, miezi 5 ijayo utakuwa, mwaka ujao utakuwa. Na sai kuna wengine wamekuwa tayari wako hapo, hawajui wanatokaje, kwa sababu kiangalia familia imekuwa. Mungu aliwaambia vunjeni,
Alafu ule mstari wa 4 anasema wala msimfanyie hivyo wana mkwe. Maana yake ulikuwa na mtego kwao, kwa sababu alitaka awabariki, alitaka awainue, alitaka awasimamishe, alitaka watukuze. Lakini bahari walipopewa kuna madhabahu tayari. Haleluya. Kwa nini unaimba kwaya? Mungu anasema vunjeni madhabahu inayotenda kazi kwenye kwaya yenu. Kwa sababu mnatamani kufanikiwa kama wale, hamfanikiwi. Mnatamani kuimba kama wale, hamwezi kuimba kama wao. Mnatamani kuwa na maendeleo kama wale, hamwezi kuwa na maendeleo kama wao. Shida iko wapi? Mungu anakuja kwenu sasa. Anambia vunjeni madhabahu. Maana yake anaposema vunjeni madhabahu, maana yake kuna roho zinazotenda kazi ndani ya kwaya yenu ili msiwe kama wale. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Hebu fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Ule mstari wa kwanza anasema hivi na kuendelea. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyamoa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperisi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uondoe kabisa, usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanae mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Angalia mstari wa 5, linatoka agizo, lakini watendeeni hivi: zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni na nguzo zao, yakateni na maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Huku amewapa maelekezo. Anafika mstari wa 5, anatoa agizo. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema hivi, ile mstari anaonyesha madhara utakaposhirikiana nao, anaonyesha madhara yatakayokupata, akaonyesha madhara kwenye ndoa. Unapoolewa au unapooa mtu wa madhabahu na wewe ni wa madhabahu, Mungu alionyesha madhara. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndugu zangu nasema amen. Nasema Mungu anaonyesha madhara. Mstari wa 5 analeta agizo. Mstari wa kwanza, wa 2, wa 3, wa 4 anakuelekeza na madhara yaliyoko ndani. Kwa sababu ni kama vile Mungu anasema kuna kazi imekusaidia kuifanya. Atakapoyamoa mataifa 7 yenye nguvu kukupita wewe. Angalia, haya mataifa 7 yalikuwa na nguvu kutokea wapi? Kwenye madhabahu za miungu yao. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa kwa sababu haya mataifa 7 yalikuwa na nguvu kutoka kwenye madhabahu zao, Mungu aliamuru waondoke. Kwa aliwafukuza mbele yao, aliwafukuza mbele yao, aliwafukuza mbele yao. Alipokuwa na wafukuza mbele yao, alichokuwa natafuta wasiendelee kukaa kwenye zile madhabahu, wasiendelee kutoa sadaka kwenye zile madhabahu, wasiendelee kuabudu kwenye zile madhabahu. Sasa angalia alichofanya. Alipoondoa, aliziacha zile madhabahu, alafu akawapa wasivunje. Sema amen. Lakini akawazuia kwenye kuoana, akawazuia kwenye kuoa. Ni kama vile alisema, kabla hujaoa tafuta kujua kwanza unayeoa anatoka kwenye madhabahu ipi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kabla ya kuolewa tafuta kujua anayekuoa anatoka kwenye madhabahu ipi.
mashandaramasa. Kuna mtu haelewi. Nasema hivi, huyu Mungu anakupa kushirikiana na mtu, sivyo? Anakupa urafiki na mtu. Cha kwanza jifunze kujua huyu rafiki wako, huyu naye shida naye, huyu naye fanya naye biashara, ni wa sababu ipi? Haleluya. Yesu wangu, huyu ni naye, omba naye, ni wa sababu ipi? Tafuta kwanza kujua. Kwa sababu Mungu hakupi tu kuomba. Mungu akikupa mtu wa kuomba naye, lazima amekuwekea agizo huko ndani. Kwa sababu kuna mtu ambaye ni kweli ameokoka, lakini madhabahu aliyotoka inaweza ikafunga. Ndio maana si kila kikundi cha maombi kinastawi. Si watu wanaokusanyika kwenye kuomba wanafanikiwa. Inategemea hao wanaomba huko, hao wanaojifungia huko, hao wanaosema sisi tunaomba, wametoka madhabahu ipi? Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu kuna saa kabisa Mungu anakukataria usisimame na huyu. Kwa nini usisimame? Mungu anachukua madhabahu yake. Kama atakupa kusimama naye, atakupa kukusaidia kutoa kwenye zile madhabahu za kwao. Haleluya. Unisamehe, leo nimekuja kivingine katika jina la Yesu. Ninachotafuta leo na na hiyo madhabahu. Kwa sababu inaweza kukuzuia ushirika na watu wenye akili, ushirika na watu ambao wanamjua Mungu, ushirika na watu wanaopenda Mungu, kwa sababu ya aina ya familia uliyotoka. Umekubali umeokoka, lakini madhabahu za wewe hujashughulika nazo. Sema amen. Sema tena amen. Sasa jana tutoe mfano na damu. Unisikilize vizuri. Inua mikono yako. Nisikilize vizuri. Kwa sababu Mungu anakataa. Ndio maana nimesema naomba utulivu. Usitembee, usinivurugie watu. Mwenzako niko kazini zaidi. Wewe kama unazurura, usikae mbele, unakaa nyuma, kwa sababu unaiba ufahamu wa mtu. Unaiba akili ya mtu, anaanza kuangalia unavyotoka mpaka unaenda unavyokaa. Inua mkono wako. Sema Bwana Yesu, tunaita nafsi yake na uzao wake kwenye madhabahu aliyoolewa kwa damu ya Yesu. Kutoka kwenye madhabahu aliyoolewa kwa jina la Yesu. Tunaita nafsi yake, tunaita maisha yake, tunaita familia yake kwa jina la Yesu. Sasa nisikilize. Hii ni madhabahu kule alikolewa. Hakuolewa mwili tu. Nafsi yake ilienda kuishi kwenye zile madhabahu. Uzao wake ulienda kuishi kwenye zile madhabahu. Sasa gani? Kuna vitu anaweza kanda pambana navyo kwenye uzao. Kuna vitu anaweza kanda pambana navyo kwenye ndoa. Kuna vitu anaweza kanda pambana navyo kwenye shida. Na yeye anajiuliza, kabla sijaolewa, mbona sikuwa hivi? Kabla sijaolewa, mbona sikuwa hivi? Haleluya. Kama kuna mtu anaamini sema amen katika jina la Yesu. Nakufundisha. Ninatamani kesho tukingangana na madhabahu hapa, kila mtu achomoke katika damu ya Yesu. Sasa gani huyu manake alipoolewa ile madhabahu, kwa sababu Biblia inasema atamgeusha mwanao asinifuate mimi, ili wapate kuabudu miungu mingine. Sasa gani miungu inaabudiwa wapi? Kwenye madhabahu. Na kama yanafungwa wapi? Kwenye madhabahu. Sadaka zinatolewa wapi? Kwenye madhabahu. Nguvu ya miungu naipata wapi? Kwenye madhabahu. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Katika Kristo, haleluya. Sasa angalia, Mungu akitaka kukufundisha anaanza kukupa ufahamu na akili. Wengine wataomba vitu vingine,
lakini utaanza kushughulika na madhabahu. Utaanza kunena na madhabahu. Utaanza kusimama na madhabahu, kwa sababu madhabahu zikikuwa chini umeachiliwa zaidi. Wafalme wa pili, tuanze Wafalme wa kwanza sura ya 13, alafu tutapeleka Wafalme wa pili. Inaomba utulie. Hilo ni ombi langu leo. Naomba utulie. Wafalme wa kwanza sura ya 13. Wafalme wa kwanza. Pasua hizo madhabahu, pasua. Tunapasua hizo madhabahu. Tunapasua hizo madhabahu. Nafsi yake itoke na watoto wake watoke. Wafalme wa kwanza sura ya 13. Kama umepata sema amen. Anasema hivi, angalia ule mstari wa kwanza na wa pili. Niko hapa. Ni Mungu alileta agizo. Ni Yesu alileta agizo. Anasema natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, na Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu inateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile, akasema, hii ndio ishara aliyonena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyoko juu yake yatamwagika. Sema amen. Huyu alitumwa apeleke agizo kwamba kuna mtu ambaye sio sasa, mimi sio, ila anakuja nyuma yao. Sema amen. Sio mimi, ila atazaliwa. Ndio maana kuna vitu zingine za kifamilia baba yako akuziweza, mama yako akuziweza, kaka yako asiwezi, dada yako asiwezi, lakini unakuta Mungu amekubana wewe. Kwa nini amekubana? Kwa sababu saa ya maarifa inaanzia kwako, kwa sababu si kila mtu ana maarifa ya kushughulika na hizi vitu. Asikia inafahamu wewe. Ndio maana nasema sai kuna maarifa Mungu anatuletea. Sema amen. Kwa nini maarifa yanakuja? Saa ya kuvuka imefika. Saa ya familia kuachiliwa imefika. Lakini angalia, kwa nini baba akufanya hayo? Kwa nini kaka akuomba hayo? Wengine wamezia kwenye Ukristo, lakini wameacha madhabahu. Maana yake maarifa yalikuwa yanatokea. Niliwaambia kitu kimoja Jumapili. Ni rahisi kusema madhabahu haina Mungu, lakini ukakosa maarifa ya kuiondoa miungu kwenye madhabahu. Ni rahisi kutoa ndoto kwenye madhabahu, nimeona sina, lakini maarifa ya kuondoa sina, ule ufahamu. Kwa sababu kila mtu aliyoko niambia, unaona nini kwa ajili ya familia hii? Unaona vita gani juu ya familia? Unaona nini kwenye uchumi wa familia? Kila mtu atasema, lakini maarifa namna gani? Naomba haleluya katika Kristo, haleluya. Namna gani unaomba? Namna gani unasimama? Hapo ndo palipo na shida. Lakini kama ni kuona tatizo, unaona tatizo, kwa sababu huyu alionyesha tatizo, lakini hakuwa muondoa tatizo. Kwa wako kwenye familia waliona uharibifu, lakini walishindwa. Kwa nini walishindwa? Maarifa. Maana yake Mungu alikuwa anamwambia yule mtu wa Mungu, alipokuwa anakuja, alikuwa anamwambia hivi, mimi nimepewa tu kuona na hii madhabahu, lakini nimepewa pia na nguvu za kuambia huyo Yosia atakapokuwa anakuja atakuwa na nguvu za aina gani. Kwa sababu anasema yeye atakapokuja alisemesha madhabahu zitapasuka, madhabahu zitafanya. Yeye aligeuka tu akatoa ishara, lakini ya kuondoa tatizo, kwa sababu aliondoka, aliziacha madhabahu zinaendelea kutenda kazi, lakini alionyeshwa.
alifunuliwa. Angalia sisi tunaishia wapi mchungaji? Tunaishia kufunuliwa, lakini kuondoa hatuwezi, kwa sababu wanaotakiwa kuondoa ni watu ambao wamekubali kukaa darasani. Ndio maana tumeokoka. Sikatai, hata mimi nimeokoka, lakini kuokoka unaishia kuona. Una macho ya kuona, una masikio ya kusikia. Yesu nimefunuliwa, ni sawa, umefunuliwa. Unasema nimeona, ni sawa, umeona. Lakini kwenye kuondoa hapahitaji macho, panahitaji maarifa. Umenielewa mpaka? Ndio sasa nimeota kwenye ndoto, ni sawa, nimeota kwenye ndoto, lakini kwenye kuondoa panahitaji maarifa. Sema amen. Hapa tuko kwenye maarifa. Sema amen. Nasema hapa tuko kwenye maarifa. Sema amen. Sasa gani? Kuna wengine hawaja sasa na kutabiria mazao soko zikwachi zipo. Haleluya. Nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Sijui kama unanielewa. Wengine sasa ninakutolea unabii. Mazao za familia zikwachi, amekutolea unabii, hajakupa maarifa. Na mwingine sasa nakwambia kweli, hivi nimekuombea ndio nimekuondoa, hajakupa maarifa. Mimi hapa tunachozungumza ni maarifa ambayo nasema Yesu nilipopita mimi, watoto wangu hawatapita. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya. Huyu nabii aliona. Nataka uelewe hapo. Nabii aliona na alisema na mkutano, na alisema na mfalme, na alisema na wale waliokuja kwenye ibada, lakini aliziacha madhabahu. Hata kama alitoa ishara, kwa sababu Biblia inasema alitoa ishara siku ile, anasema madhabahu itapasuka na majivu yaliyoko juu yake yatamwagika. Na kweli madhabahu ilipasuka, lakini haikuondolewa. Maana yake majivu yalimwagika, maana yake iliumbwa tena. Kama iliumbwa tena, iliendelea kutenda kazi, iliendelea kufanya kazi. Kwani yule aliyelengwa bado usije kuombewa kwenye semina hii. Njoo kuomba, njoo kusukuma maombi, njoo kusukuma maombi. Uponyaji ukikukutia, tukuze Mungu kwa sababu uponyaji umekukumbuka. Tuko mwisho wa mwaka, hatuhitaji kuvuka na madhabahu, tunahitaji kuvuka na Yesu. Sema amen. Hatuhitaji kuvuka na madhabahu, tunahitaji kuvuka na Yesu. Sema amen. Kwa usije ukudai unajitegesha kuombewa. Utaombewa mpaka kichwa kitazama ndani. Hicho kichwa tutakuweka mikono mpaka kitazama ndani. Njoo kupambana. Yaani ukipambana dakika 10, mshukuru Mungu. Mwambie Yesu asante, niongezee 10 tena zingine, kwa sababu kesho yako inatengenezwa na leo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Angalia sasa hapo kwenye Wafalme wa pili. Sasa gari kutoka Wafalme wa kwanza sura ya 13 palipita muda mpaka Wafalme wa pili sura ya 23. Wafalme wa pili sura ya 23 ndipo tunamkuta huyu jamaa. Wafalme wa pili sura ya 23 azore mstari wa kwanza. Wafalme wa pili sura ya 23. Wafalme wa pili sura ya 23 ndipo tunamkuta huyu jamaa. Biblia inasema hivi: kisha mfalme akatuma wajumbe. Mmepata habari? Wafalme wa pili sura ya 23. Bwana mnafungua taratibu Biblia. Nasoma kama Biblia nyumbani. Wafalme wa pili sura ya 23. Wafalme wa pili sura ya 23 anasema hivi: kisha mfalme akatuma wajumbe, nao wakakusanyika wazee wote wa Yuda na wa Yerusalemu. Mfalme akaenda akapanda kwenda nyumbani kwa Bwana, na watu wote wa Yuda na watu waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama
karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, akamfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyatimiza maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho. Na watu wote wakalikubali agano lile. Kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote walivyovifanya kwa ajili ya bahari na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Riblon, akayachukua majivu yake mpaka Betheli. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba mahali pa juu ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Hao pia waliofukizia uvumba bahari na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Naye akayaondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidron, akaipiga moto penye kijito cha Kidron na kuipondaponda iwe mavumbi, akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu. Akaziangusha nyumba za mahanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana. Wanawake walipofuma mapazia ya Ashera, akawatoa makuhani wote katika miji ya Yuda, akapanajisi mahali pa juu makuhani waliokuwa wamefukiza uvumba tangu Geba hata Beersheba. Akapavunja mahali pa juu pa malango palipokuwa penye kuingia lango la Yoshua, liwali wa mji palipokuwa upande wa kushoto wa mtu langoni pa mji. Lakini hao makuhani wa mahali pa juu hawakupanda madhabahuni kwa Bwana katika Yerusalemu, bali wakala mikate isiyo na chachu katikati ya ndugu zao. Naye akainajisi Tofethi iliyomo katika bonde la wana wa Hinomu, ili mtu asipitishe mwana wake au binti yake motoni kwa Moleki. Akawaondoa farasi ambao, unaona anaendelea kuzungumza habari, akawaondoa farasi ambao wafalme wa Yuda waliwatoa kwa chuo hapo pa kuingia nyumbani mwa Bwana karibu na chumba cha Nathani Meleki Tawashi kilichokwako kiungani. Akayapiga moto magari ya chua na sema madhabahu zilizokwako darini juu ya nyumba cha juu cha Ahazi mfalme wa Yuda walizifanya nazo madhabahu. Alizifanya manasi katika behewa mbili za nyumba. Unaona, anaelezea unakuja mstari wa 14, akafucha nguzo, akayakatakata maashera, akapajaza mahali pake mifupa ya watu. Anaendelea anasema tena zaidi hayo, madhabahu iliyokuwa Betheli na madhabahu inaendelea. Mstari wa 16 anasema na Yosia alipogeuka aliyaona makaburi yale yaliyokuwa huko juu ya mlima, akatuma watu, akaitoa ile mifupa katika yale makaburi, akaiteketeza juu ya madhabahu, akainajisi sawasawa na neno la Bwana alilolinena yule mtu wa Mungu aliyetamka mambo hayo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nilikuwa nataka uone kilitokea kweli au kikutokea, kwa sababu yule alileta agizo, lakini mwenye kulitimiza hilo agizo hiyo ni Yosia. Lakini angalia, Yosia alikuwa sana. Unajua kuna mtu ambaye sasa ukimwambia vunja madhabahu ya familia, hachungali pa kwanza. Huyu jamaa alianza kwanza kwenye toba. Alipandisha makuhani, alipandisha makutano, aliwapandisha watu, alienda nao nyumbani kwa Bwana, akatubu nao. Sema amen. Kwa nini alitubu nao? Walimwasi. Unajua, ukitaka uharibu madhabahu za familia, achia kwenye toba. Useme tu navunja madhabahu, hauna haki. Kama wao waliabudu, walifanya maagano. Kama wao waliabudu, walikubaliana na hivyo vitu. Mungu anapo
Nasema hivi, usianze kwa ubabe, nenda kwa unyenyekevu. Wewe unyenyekevu ni kuanguka mbele za Bwana. Unasema Yesu, ninatubu kwa ajili ya baba zangu walioyafanya haya. Ninatubu kwa ajili ya baba zangu walioyafanya haya. Ninatubu kwa ajili ya baba zangu walioyafanya haya. Ninatubu kwa ajili ya bibi zangu walioyafanya haya. Kama ni kanisani, nasema Yesu, ninatubu kwa ajili ya makuhani walionajisi patakatifu pako. Ninatubu kwa ajili ya wazee wa kanisa. Ninatubu kwa ajili ya waimbaji, kwa sababu makuhani, wazee ni wachungaji chini ya mchungaji. Waimbaji ni wabeba sifa, wabeba upako, wamesabao. Kwa unapotubu, manake unatafuta agano na Jehova. Yesu akikubali, hakuna madhabahu itakayosimama juu yako ambayo haito kwa njia ya toba. Sema amen. Unajua sahi sababu tushughulika na madhabahu. Kila mtu anaweza kuwasha moto, anaweza kuvunja. Tafuta agano kwanza, kwa sababu kama madhabahu ipo na uko kwenye ile agano, hata kama umebatizwa ubatizo maji, lakini bado uko kwenye ile madhabahu, kwa sababu waliokuwa wanafanya ilikuwa ni ya kizazi, ilikuwa sio ya mtu mmoja. Ingekuwa ya mtu mmoja, wengine tunapata shida ya nini? Ingekuwa ya babu, wengine tunapata shida ya nini? Ingekuwa ni ya bibi, wengine tunapata shida. Maanake kama bibi alifanya kwa ajili ya kizazi chake. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Ndio maana huyu jamaa akali, yule wa kwanza, yule nabii alitoa ishara. Maanake aliona, akatoa na ishara vitakapofanyika, lakini akaishia hapo. Yosia alipokuja, Yosia alipewa utaratibu kwamba ili kushughulika na hizo madhabahu, warudisha watu kwanza kwangu, waleta watu kwanza kwangu, waongoze toba kwanza, waje kwangu, wavunje maagano kule, wafanyie agano na mimi kwanza. Si kama kuna mtu ananielewa. Alikuwa anataka, ngoja nikwambie, watu wa Barisi, Mungu anatutafuta kwanza. Anajua madhabahu yapo, anajua maagano yapo, lakini anatafuta kwanza mioyo yetu. Elia alitafuta kwanza mioyo ya wana wa Israeli. Ndio maana aliposimama kwenye ile madhabahu iliyovunjika, alipoijenga, Biblia anasema naijulikane. Sema amen. Nasema amen. Kwamba umeamua kuigeuza mioyo yao wakurudie wewe. Waliomsaidia kuua wale manabii bali ni wale ambao walirudi upande wa Mungu. Sema amen. Tamani ndugu zako warudi kwanza. Tamani kaka zako warudi kwanza. Tamani wazazi wako warudi kwanza. Mwambie Yesu, madhabahu nimeiona, lakini jitahidi, nenda kwa siku moja kwa wazazi, omba nao mwongoze sala ya toba. Nenda siku nyingine, nenda na mchungaji, mwambie mchungaji, nataka nikatolee sadaka kwenye malango ya wazazi. Utashangaa baba naye alikuwa huko ndani, na yeye anabeba 5,000 analeta, anabeba 1,000 analeta. Unajua moyo wake umeanza kurejea kwa Bwana. Unajua ukifanya namna hiyo, unapozivunja hii familia inakupa ushirika, kaka zako wanakupa ushirika, baba zako wanakupa ushirika. Wanaweza kuambia tafuta waombaji waje kwa, lakini angalia umetafuta kwanza mioyo yao. Haleluya. Nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ukishachukua umetoka kwenye familia kuu, usiwe mwepesi wa kupendea, uwe mwepesi wa kuomba toba. Ukishachukua nimetoka kwenye familia yenye maagano, usiwe mwepesi wa kuwasha moto. Jifunze kuomba toba, kwa sababu kuna uhalali. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Hata kama sahi wako kinabuni wanakunywa pombe, wapiga magoti, omba toba kwa ajili yao. Hata kama sahi ni maskini wako tukwa, wewe omba toba, kwa sababu ni nani ajuaye Mungu atageuka na kusamehe uovu na kuondoa laana, na hao ndugu zako wakasimama kama wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kama unanielewa sema amen. Wewe sema amen. Sema amen
sana, piga magoti tuombe. Anamwambia piga magoti tuombe. Ni madhabahu kule tulikotoka. Katika Kristo sema amen. Wengi tunakumbuka kwenye kushirika na madhabahu. Wengi tunaenda na hasira kwenye kushirikia madhabahu, hatuendi na hasira. Kwenye kushirikia madhabahu tunaenda na damu ya Yesu. Sasa damu ya Yesu ndio inakupeleka hukumuni. Damu ya Yesu ndio inakupa kuanguka mbele za Mungu. Na ile tunasema sina ya kutegemea ila wewe tu. Unaposema ila wewe tu, maana yake unamaanisha damu yake. Kama wao walichinja wapeleke mwanakondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu, damu yake ikinena mema, zile madhabahu zinaanza kupasuka zenyewe. Wakikutafuta hawakupati kwa sababu ukuenda kwa mamlaka yako, ulienda kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Sema amen. Sema Yesu, nisaidie kuitumia damu yako ili nipate kujiondoa kwenye hizo madhabahu, kwenye hizo madhabahu. Yesu, nisaidie kuitumia damu ya Yesu, kuitumia damu ya Yesu ili hizo madhabahu ziniachie. Kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka. Yesu nisaidie, Jehova nisaidie. Jioni ya leo usiniache. Naita damu yako, 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 naita damu yako. Jambo la pili, umeelewa mpaka? Nasema umeelewa mpaka? Nimesema vitu vingi huko ndani, vitu vingi. Jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili linasema hivi: mfano wa roho za madhabahu katika familia na hatua za familia. Mfano wa roho za madhabahu katika familia na hatua za familia. Mfano wa roho za madhabahu. Sasa tunaanza kutazama mfano wa roho. Mfano mtu akwambia, kwani kuna madhabahu? Ni sawa, sindio? Nasema ni sawa. Mtu akikwambia kwani kuna madhabahu, mwambie ni sawa. Ukishamwambia ni sawa, maana yake tunaenda kwenye mfano. Najuaje kwetu kuna madhabahu? Maana yake unaanza kuona roho zinazotenda kazi kwenye hiyo madhabahu. Sema amen. Kwa mfano mtu anakwambia kanisa kwenu kuna madhabahu. Unajua ni sawa, kuna madhabahu, lakini tunaenda kwenye mfano wa roho. Nimeelewa mpaka hapo sisi? Unaanza kwenye mfano wa roho. Sasa unaposema kwetu kuna madhabahu, ni ishara gani inaonyesha? Ni vitu gani vinanichurisha? Unaona sasa maarifa. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Nasema mfano wa roho ili ujue kuna roho ambazo zinaonyesha. Sema amen. Mungu hatakuonyesha tu madhabahu, atakuonyesha na roho. Mfano wa roho, kwa sababu lazima ziwepo zinazoashiria iko madhabahu. Haleluya. Jamani, nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema mfano wa roho, kwa sababu madhabahu ipo. Lakini sawa, madhabahu ipo, kitendea kazi cha madhabahu ni nini? Hizo roho. Kwa mfano kitabu kile cha Mwanzo 12. Mwanzo 12. Kama umepata sema amen. Kama hujapata usitikie wewe. Bwana naandika. Wanaandika nasema amen. Nikikupa
nipa nafasi ya kusoma. Au kwa sababu tunazoea kuimbisha marezo. Pata hapo kwanza. Kwa sababu inakuongezea maarifa huko ndani. Sema amen. Sasa karibu. Hapa mwanzoni kuna kitu ukioni. Kuna kitu ukioni. Biblia inasema hivi. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako na wewe baraka, nami nitawabariki wakubariki, naye akurani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Kwa lugha nyepesi, milango ilikuwa imefungwa kwenye madhabahu ya kwao, ilikuwa inafunga, inashughulika na milango ya mtu kufanikiwa. Ndio ile unaona mtu miaka inasogea, lakini kwenye eneo la kufanikiwa. Ni mtu ameokoka, lakini kwenye eneo la kufanikiwa. Ni mtu ni mwombaji, kwenye eneo la kufanikiwa. Ni mtu ambaye ni mtumishi, kwenye eneo la kufanikiwa. Milango imefungwa. Sema amen. Unaanza kujua kwenye madhabahu roho zinazotenda kazi, au roho za mfano wa madhabahu, au roho zilizoko kwenye hiyo madhabahu zinafunga milango. Kuna mtu ambaye milango yake haifunguki. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema milango yake haifunguki. Kwa sababu kwenye hiyo madhabahu kuna roho ambazo zinashughulika na malango ya uchumi. Ndio maana unafanya hicho, lakini unakwambia una madhabahu, baraka madhabahu kazi yake inafunga milango ya wewe kufanikiwa. Umeelewa mpaka sasa? Karibu kwa Mungu alimuondoa Abraham kwenye malango mangapi? Matatu. Lango la kwanza, lango la ukoo. Kwa sababu unakuta kwenye ukoo lango la uchumi lilishafungwa. Unatazama kwa mkubwa, unatazama kwa mdogo, unatazama kwa shangazi, wote hakuna aliyefanikiwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Maana yake ni familia ambayo haina mkono wa shirika kwenye uchumi. Hakuna anayeweza kumsaidia mwenzake. Kwa akikwambia kweli kuna madhabahu, maana yake lango la uchumi limefungwa. Kwa Abraham lango lilifungwa. Sasa karibu lilifungwa kwenye ukoo, lilifungwa kwenye ardhi, lilifungwa kwenye nyumba ya baba yake. Kwa sababu sema toka wewe katika nchi yako, maana yake ardhi imfunguki. Toka wewe katika jamaa yako, lango la ukoo likufunguki. Toka wewe katika nyumba ya baba yako, maana yake lango la baba yako likufunguki. Kwa sababu kama hiyo malango matatu yasipokufungukia, usipopambana na roho za kwa baba yako, unapambana na roho za ardhi ya kwenu, unapambana na roho za kwenye ukoo wa kwenu. Haleluya. Tunaombeana watu, nasema kwenye ukoo wetu hayuko mtu kama huyu. Sasa unaombea mtu ndio unang'ang'ana afanikiwe, maroho yanasema ndani yako kwenye ukoo hakuna mtu kama huyu. Ni kweli ukija kufuatilia hakuna mtu kama huyu kwenye ukoo. Jaribu kumfuatilia mtu ambaye ukoo mzima labda hajawahi kutoka mtu mwenye degree. Angalia mapambano hiyo ni mtoto wakati wa mitihani anavyopambana. Wewe unasema huyu ni lango la familia. Sasa anaposema huyu ni lango la familia, maana yake kwenye ukoo ni lango lifunguke, yeye
ili atokee msomi. Ni kwa baba yake lango lifunguke atokee msomi. Ni hivyo lango lifunguke atokee msomi. Lango lisipofunguka maana anakuwa kama wengine walivyokuwa. Sema amen. Hata wachungaji, ndio maana mchungaji huyu akija anajaribu kugangana lango la ushirika lifungukie, asiishie pale walipoishia wenzake. Lango likitoka anakuwa kama wale waliopita. Sema amen. Unapoenda kwenye ndoa tamani lango likufungukie, kwa sababu utafanana kama wake wenzako walioko kwenye hiyo familia. Kwa sababu utajikuta ukivaa unavaa kama wao. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Rafiki yangu mmoja wa karibu sana alikuwa anashona nguo na kwenda kwenye harusi. Alafu ghafla akamwona mke wa kutoka kwa baba mdogo. Anasema kwa nini yeye anavaa vizuri kuliko sisi, na yeye anatakiwa awe kama sisi? Akashtuka. Mungu akaniambia, akamwambia kwamba wanachotafuta ufanane kama wao, kataa kufanana kama wao. Sema amen, amen, amen. Unajua uliolewa kwenye familia anataka watoto wako wawe kama wako. Sema amen. Wakisoma wafikie kwenye kiwango cha elimu kama cha kwake. Wakivaa anataka wavae kama wakwake. Ukipenda anataka uchenge kama ya kwa. Ukizidi unaona maroho yanainuka. Shida kwa ni kwa lango la ukoo. Unapoolewa kwenye familia, bali ilo lengo lango la ukoo likufungukie kivyako. Kama waliokutangulia kuolewa kwenye hiyo familia liwafungukia lango la masikini, wao kufungukia lango la kufanikiwa. Ndio hiyo ishara wanakwambia kwenu kuna madhabahu, au kwa wako zako kuna madhabahu. Nenda, ndio tafsiri yake. Sema amen. Nimeleteri Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninakusemesha kitu. Abraham lango lilimfungukia, lakini lilimfungukia ilikuwa ni madhabahu. Unajuaje ilikuwa ni madhabahu? Njoo Yoshua 24. Njoo Yoshua 24. Yoshua 24 ule mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Yoshua 24. Yoshua 24 ule mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hivi, Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi nao na makina wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakitumikia miungu mingine. Sema wakitumikia miungu mingine, maana yake baba yake Ibrahim alikuwa na madhabahu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, kwa nini milango haikumfungukia kaka yake au ndugu yake au mdogo wake ambaye anaitwa Nahori? Kwa sababu naona lango limemfungukia Ibrahim, lakini ndio anaitwa Abraham kwenye mwanzo, lakini hilo lango halikumfungukia Nahori. Halikumfungukia Nahori. Tera alikuwa na madhabahu, maana ile madhabahu ilifunga malango ya kufanikiwa kwa watoto wake. Lakini angalia, Mungu alienda kufungua lango la Ibrahim, lilifunguka. Ndio maana namwambia, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, wewe mpaka nchi utakayokuonyesha. Ndio maana ukiokoka kwenye familia, acha useme milango imekufungukia. Wanaanza kusimama na misimamo ya ajabu wakati lango limekufungukia. Saa hiyo unaona kaka yako hajaokoka, saa hiyo unaona dada yako hajaokoka, alafu wewe umeokoka. Maana malango mengine yamekoma kufunguka, la kwako limekufungukia. Kama limekufungukia, anza kutafuta baraka kwenye hilo lango lililokufungukia.
Kristo, sema amen. Ngoja nimaliza andiko la mwisho. Kumbe nimemaliza risali moja. Angalia andiko la mwisho. Angalia andiko. Lakini nasema lango likifungukia, usijilinganishe na mtu mwingine. Kwa mfano lango likifungukia, sisimami na mtu mwingine, kwa sababu najua kama Mungu ameamua kuniokoa katikati ya familia yetu, manake aliona lango linafaa. Aliona lango litawabeba wengine. Aliona lango litawavusha wengine. Ndio maana unapomtumikia Mungu, acha uzembe. Acha uzembe. Kwa nini nasema acha uzembe? Usiombe kwa uzembe, kwa sababu hauna kesho, una leo. Haleluya. Nasema haleluya. Watu wa Mbalizi nasema haleluya. Ninatamani ardhi ifunguke sahi katika jina la Yesu. Kila aliyoko ndani ya mji wa Mbalizi, Yesu amlete hapa. Yesu amlete hapa. Ajue ni saa lango limefunguka. Sema amen. 45 Isaya. 45 Isaya. 45 Isaya. Sisi kama naandika 45 Isaya. Wako wazee hawajui hata kuandika, hawakusikia. Wewe ndio umepewa nafasi ya kusikia sasa. Isaya 45. Kuna sana angalia maandiko. Nasema hivi vitu tungejua mapema tusingekuwa hapa. Nilikuwa naambia wenzangu, yani Mungu amenibana. Kwa kweli si kitu ambacho nitaka kufundisha. Yani nimegeuzwa Jumapili ibadani alfajiri nilipoamka. Ndio nimegeuzwa hapo. Kwa hivi ninafundisha huko ninaandika. Ninafundisha huko ninaandika. Naambia Mungu umeniweza, baada umeniweza. Sina la kusema. Isaya 45. Isaya 45. Inasema hivi, Isaya 45. Isaya 45. Angalia haya maandiko. Anasema hivi, haya ndio Bwana amwambia Koreshi Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa mbele yake, nami nitaregeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda kupasawazisha, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparusa. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, ili upate kujua. Mahali pasiri upate kujua mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Na Mungu wa Israeli, kwa ajili ya mtumishi wako, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wako na Israeli mteule wako, nimekuita kwa jina lako. Nimekupa jina la sifa, ijapokuwa ukinijua. Sasa angalia, unajuaje kwetu? Anasema malango yanafungwa. Sasa angalia, Mungu anaenda mbele ya uchawa, anashughulika na malango ya shaba, malango ya chuma na kukatakata. Alafu anasema nakupa hazina za gizani. Sasa angalia, kuregeza viuno vya wafalme, manake madhabahu zilizuia kila kitu kwa roho ambazo kazi yake ni kushughulika na malango. Kazi yake ni kushughulika na malango. Kazi yake ni kushughulika na malango. Kwa Yesu kama ndio kazi ya malaya yako kwenye madhabahu yako ni kushughulika na malango ya elimu, ni kushughulika na malango ya uchumi, ni kushughulika na malango ya biashara, ni kushughulika na malango ya uombaji. Mungu anakwambia kwenu kuna madhabahu, angalia kwenu malango yako yamefungwa. Ukiona Mungu alikuwa anamwita Abraham, toka wewe, alikuwa anashughulika na malango ya ukoo ya mwachi, malango ya baba yake ya mwachi, malango ya ardhi ya mwachi. Sema amen. Kwa nini kuona unaolewa kwenye familia, unaolewa na kila kitu, ni kama umefungiwa huko. Hata ukijaribu kutoka haiwezekani. Hata ukijaribu ujinasema haiwezekani. Kwa sababu wewe unapoingia unaweza kuwa unafunga mlango, unafanana kama wao. Sema amen. Unaoa kwenye familia, unafanana na wale waliooa kwenye hiyo familia.
Sema amen. Hata mkikutana kuongea. Imetosha. Tomorrow ni siku nayo. Funga Biblia yako. Funga Biblia yako. Umeelewa mpaka? Waambie wenzako. Waambie kazi imeanza. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema amen. Nimefundisha hapo zaidi ya misali moja. Inua mikono yako. Ninachotamani kienda mbele sana. Tunataka tumwinamie huyu Mungu. Tuanguke mbele zake. Usamara kwa hiyo wakati. Watoto, lango la ardhi. Utawafundisha huko. Baadaye, nguvu ya madhabahu katika lango la ardhi. Utawafundisha huko baadaye. Sema amen. Manake vita yake iko kwenye marango mangapi? Matatu. Lango la ardhi. Toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako. Manake marango mangapi? Matatu. Kwa hizi roho zinamiliki marango mangapi? Matatu. Unatubu kwa ajili ya madhabahu ya Prima Leo. Lazima usimeshe marango mangapi? Matatu. Inua mikono. Sema Bwana Yesu, hayo marango tunayafungua kwa damu ya Yesu Kristo. Ulimwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataliweza. Lolote ambalo utalifungua duniani na mbinguni litakuwa limefunguliwa. Nafungua lango la ardhi, nafungua lango la ukoo, nafungua lango la baba yake kwa jina la Yesu. Fungueni hayo malango watoke. Naamini umeelewa. Unaelewa takofi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nivushe Baba. Nivushe Baba. Nivushe Baba. Baba nivushe. Nivushe Masihi. Nivushe mfano wa Baba. Jehova nivushe. Rihai nivushe. Nivushe na uzao wako. Nivushe na ndugu zako. Nivushe na kaka zako. Nivushe na wadogo zako. Nivushe na mume wako. Nivushe Baba. Baba nivushe. Nivushe leo. Ninapoomba toba. Nisikie Bwana. Nisikie Jehova. Nisikie Mfalme. Nisikie Shaddai. Nisikie Baba Hosi. Nisikie Bwana. Baba nisikie. Nisikie Baba. Inuka mikono yako. Tunaimba kitu cha neema na kitasa. Kiti chako cha neema na kitazama magoti na vitapa. Nisamehe, kiti chako cha neema, kiti chako cha neema na kitazama magoti na vitapa. Kocha
Chamo Jareba,
Unasikia kulia mbele sana. Unasikia hapo ulipo hapa kutosha, unaweza ukaja ukapiga magoti hapa. Sogea tu hapa mbele uje upige magoti. Lakini tunataka kulia na Mungu. Tunataka kulia na Mungu. Kandurumo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Unaona hapo ulipo hapa kutosha, sogea hapa mbele. Unaweza ukapiga magoti hapa. Najua mzigo ulionao ni mkubwa kwa ajili ya familia. Sogea tu hapa mbele. Sogea tu hapa mbele. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo romosa. Eremosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sinaramosa. Rimo sinaramosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Tumubereza Mungu. Tumubereza Mungu. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Tumukwachiliza madhabahu. Tumukwachiliza madhabahu. Tumukwachiliza madhabahu. Kandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Rimo sandurumosa. Riburumosa, ribusandurumosa, ribusandurumosa, ribusandurumosa. Kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Niko mbele zako Bwana, niko Bwana, niko mbele zako Bwana, niko mbele zako Bwana, niko mbele zako Bwana, niko mbele zako Bwana. Ninaanguka magotini pako, ninaanguka chini pako, ninaanguka mashavuni pako, ninaanguka mbele za uso wako na kanisa lako jioni ya leo. Rimo sana romosa, ria mbele za Mungu, ria mbele za Mungu. Rimo sana romosa, rimo sana romosa, rimo sana romosa, rimo sana romosa. Nimesema watu wapiga magoti, wapiga magoti usitembee. Rimo sana romosa, romosa, rimo sana 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 romosa, rimo rikanda romosa, riamando romosa, romosa, rimo sana romosa, rimo sana romosa, riamando romosa. Andoromosa, ricoromosa, 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 ricoromosi, daramosa, rimosando romosa, rimosi, daramosa. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita juu ya hizo madhabahu za ukoo, madhabahu za ukoo zilizobeba marango ya familia. Kandoromosa, lango kwenye ardhi, lango kwenye ukoo, lango kwenye nyumba ya baba yako. Kandoromosa, rikoromosa, rimosandoromosa. Na imwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya ukoo, kwenye ardhi ya familia. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita. Nguvu za Mungu ziko juu yetu. Endelea kunena kwa lugha, endelea kuomba, endelea kunena kwa lugha, endelea kuomba. Unasikia kulia, wewe mbele za Mungu. Rimo sandoromosa, 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 rikoromosa, rimo sandoromosa, rimo sandoromosa, rimo sandoromosa, rima sandaramasa, riamandoromosa, riamandoromosi naramosa, rimo sandoromosaka. Kandoromosa, romosa, rikoromosi naramosa, rikoromosi naramosa, rikoromosi naramosa, rikoromosi naramosa, rikoromosi naramosa, riandoromosa, 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 rikoromosa, riandoromosa naramosa, rimashanda. Baba, naomba toba hizo madhabahu ambazo zimeachilia maroho, zimeachilia maroho
rimosa, 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 rikoromosa. Damu ya Yesu inapita. Endelea kuita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu kwenye hiyo madhabahu ya familia, kwenye hiyo madhabahu ya baba yako, kwenye hiyo madhabahu ya ukoo. Damu ya Yesu Kristo inanena mema, inanena mema. Kandaramasaka, kandoromosaka, rimosandoromosa, rimosandoromosa. Endelea kuita damu ya Yesu. Yesu yuko hapo anakusaidia. Yesu yuko hapo anakusaidia. Anapoiona damu yake na yeye anakusaidia. Ita damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu zilizofunga familia. Rimosandoromosa, rimosindaramosa, rimosikandaramo, romosandaramasi, rimosandaramosa, rimosindaramasa, rimosandoromosa, rimosindaramosa, rimosandaramosi, rimosindaramosa, rimosandoromosa, oromorikandaramasa, rimosindaramo, romosa, rimasa, rimosa, rimosa, kandaramosi, rimosi, rimosa, rimosi, rimosa, kandaramasa, riamandoromosa, riandoromosa, kandoromosa, 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 rimoyandoromosa, rimoyandoromosa, kandaramasa, kandoromosa, kandaramasi, rimokoriamasa, rimosindaramasa, rimosi kandaramasa, rimayandoromosa.